Sana TV. Alhamdulillahi alqawi sultanu alwadih burhanu almabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu shahadatan tu'ribu biha al-lisan عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله نشهد أنه عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأكملها وأزكى التحيات وأتمها وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه أما بعد أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Na wausieni watukufu wa Islamu kama ninavyoihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islamu, maana ya kumcha Mwenyezi Mungu ni kutekeleza maamrisho yake na kukaa mbali na makatazo yake. Faida za kumcha Mwenyezi Mungu ni nyingi kidunia, ndani ya kaburi na hata kesho watu watakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lilmuttaqina mafaza, Mwenyezi Mungu anasema wale watakaoishi maisha ya ucha Mungu watapata mahala pa kufuzu. Watukufu wa Islam, twawiwa na kutoa shukurani nyingi kwa Mola wetu jalla fi'ala kwa kutuingiza ndani ya mwezi wa mfungo sita, leo hii tukiwa ndani ya siku yake ya kwanza mwezi huo wa mfungo sita. Kaifa la, kwa nini tusitoe shukurani kwa Allah kwa kutuingiza ndani ya mwezi wa mfungo sita, na hali ya kuwa mwezi wa mfungo sita ndio mwezi ambao kwamba amezaliwa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islam, kwa mnasaba wa kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kwa heshima waliopewa Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam na mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zubair bin Ali Mbwana, kwamba wawe watu wa Dar es Salaam ndio wenyeji wa hadhara ya kitaifa ya maadhimisho ya mazazi ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kuzungumza katika anwani ifuatayo: kufaa kwa maulidi na faida zilizomo ndani yake. Kwamba kusomwa maulidi ni kitu kinachofaa kisheria, lakini ndani yake mna faida zitakazopatikana. Nikikusudia kuwaweka wana Dar es Salaam mahala palipokuwa wazi, ili waitumie fursa ya kumwadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa moyo wote, kwa nguvu zote, kwa juhudi zote, bila ya kuona kwamba jambo hilo ni mchezo na kupoteza nguvu zao bure, kwa maana hakuna thawabu labda zitakazopatikana, hakuna radhi za Mola ndani yake, hakuna mapenzi ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndani yake. Hasha wakalla, hasha wakalla. Nifuatilie kwa muhtasari ndani ya dakika hizi chache ili uweze kuona nini kitakachopatikana, nini kinachopatikana kwa watu kumuadhimisha, kumswalia, kumfurahikia Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam.
Watukufu wa Islam, mshairi Sheikh Muhammad al-Busiri anatufungulia maudhui, anasema abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Hapa anamzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mazazi yake, asili yake, nasabu yake, na kwamba kumuadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitu kikubwa. Maneno haya al-Imamu al-Busiri ameyasema katika wakati wa maradhi yake, akimuomba Mwenyezi Mungu amuondoshee maradhi yake yaliyokuwa magumu, yaliyowashinda madaktari bingwa. Amekosa dawa za kumtibu, akaona atabaruku na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaeleza maneno mengi, lakini alipofika katika mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema abana mauliduhu an tibi unsurihi, kimedhihirisha kizazi chake Mtume, kumedhihirisha kule kuzaliwa kwake Mtume, an tibi unsurihi, uzuri wa asili yake, uzuri wa chanzo chake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mzuri asili yake, ni mzuri chanzo chake, ni wasafi wazazi wake wa kiumeni na wa kiukeni. Ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami, uzuri ulioje wa mwenye chanzo kizuri na mwenye mwisho mzuri. Mtume Muhammad ana chanzo kizuri na ana mwisho mzuri. Yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kharajtu min nikah wa lam akhruju min sifah, mimi nimezaliwa ndani ya ndoa ya halali na wala mimi sijatokana na zinaa. Hakuna mahala pabaya ambapo kimepitia kizazi changu, mazazi yangu yamepita mahala salama. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma massani min sifahi ljahiliyati shay'un qattum min ladun adama ila an waladani abi wa ummi, sijaguswa mimi na tabia za kijahilia katika nasaba yangu na mdororo mzima wa kuzaliwa kwangu, kutokea Nabii Adam kilipoanzia kizazi ama vizazi vya watu wote mpaka nilipokuja kuzaliwa mimi na baba yangu na mama yangu. Watukufu wa Islamu, huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaeleza yeye mwenyewe kule kuzaliwa kwake. Sasa tuitazame Qur'an inatuambia nini sisi Waislamu katika mnasaba wa kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna wajibu, tuna ruhusa, tuna kibali cha kushereheka. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na sisi katika 57 Yunus, anasema anamtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atueleze, qul, sema ewe Muhammad, kuwaambia umma wako, bifadlillahi wa birahmatihi, kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na kwa rahma yake, fabidhalika falyafrahu, vitu hivyo wavifurahikie, huwa khairu mimma yajma'un, kufurahikia vitu hivyo, kuifurahikia fadhila ya Allah, kufurahikia rehma ya Allah ni jambo bora kuliko vile wanavyovikusanya watu katika watoto, katika mali, katika vyeo na katika vyote wanaviona vina thamani. Si kitu katika kumfurahikia mbele ya kumfurahikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo ndiyo maelekezo ya Qur'an. Anaweza akaibuka mwenye kuuliza akasema kwamba rahma hapa ni nani? Mbona tunaambiwa kwamba rahma ni Uislamu? Amesema Ibnu Abbas, wa nahnu nahtarimuhu, sisi tunamheshimu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sisi tunaheshimu sahaba, sisi tunaheshimu ulama wa kisahaba, heshima iliyopitiliza sana.
lakini tunaambiwa katika manhaju tafsir fi ilmi usuli tafsir, darasani tumefundishwa katika utaratibu wa kuitafsiri Qur'an, katika somo maalumu linaloelekeza namna ya kutafsiri kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sheria zinazosimamia kutranslate, kutafsiri kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala zinatuambia kwamba kwanza maneno ya Allah, Qur'ani itatafsiriwa na Qur'ani yenyewe. Ndiyo nukta ya kwanza, ndiyo mahala pa kwanza. Tutakapokosa katika Qur'ani, tafsiri ya Qur'ani, ndio tutakwenda katika sunna za Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tutakapokosa katika sunna za Mtume Muhammadi, ndio tutakwenda katika ijtihadu ulamai sahaba, kwamba masahaba, ulama wa kisahaba wanasema nini katika maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Qur'an yatutafsiriaje rahma? Qur'ani imewacha kuitafsiri rahma. Tunaikuta Qur'ani yasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qur'ani yasema, yamwambia Mtume Muhammad, Allah anamwambia Mtume Muhammad, na hatukukutuma, hatukukupeleka wewe Muhammad isipokuwa mwishowe uende ukawe ni rehma kwa viumbe vyote. Mtume anaitwa rahma hapa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah amemuita mtume ni rahma, sisi hatuna haja tena kutafuta, achilia mbali maneno ya Ibn Abbas, hata maneno ya mtume mwenyewe hatuyatafuti tena, twayashika haya ya Allah, kwa sababu manhaju ilmi usuli tafsir, muongozo wa elimu ya kuitafsiri Qur'an, watuambia tubaki na maneno ya Allah, tuyawache ya tafsiri maneno ya Allah, kwa sababu Allah ndo anayetangulizwa. Lakini watukufu wa Islam, tukienda katika sunna zake Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, twamkuta yeye mwenyewe Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anasema, innama ana rahmatun muhda, hata si vinginevyo, mimi ni rehma ya Mwenyezi Mungu iliyotolewa zawadi kwenu. Mimi ni zawadi ya rehma, kwa kupitia mimi mtapata kuhurumiana na kuvihurumia viumbe vingine, na mtapata na rahma ya Allah. Mtume mwenyewe anajithibitisha kwamba yeye ni rahma. Kwa hiyo hata katika sunna mtume anasema ni rahma. Basi lile elekezo la Mwenyezi Mungu la kwamba rahma yatakiwa kufurahikiwa, twaona kwamba Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye anastahiki kufurahikiwa mazazi yake. Watukufu wa Islam, je, yeye mwenyewe Mtume Muhammad amewahi kufurahikia mazazi yake? Jawabu ni naam. Suila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil ithnain, Mtume aliulizwa kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu. Faqal, Mtume akajibu alipoulizwa, mbona Jumatatu wafunga? Akasema, dhaka yaumun wulidtu fihi, hii ni siku niliyozaliwa ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafunga, anashangilia siku yake ya kuzaliwa. Walhukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adama. Hapa tunachokitazama ni fursa ya kushangilia, fursa ya kumfurahikia Mtume. Hatutazami namna na kaifia, kwa sababu kaifia Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuachilia. Faliyafrahu, Mwenyezi Mungu ametuambia tufurahike. Tufurahike vipi? Ni tutafakari namna ya kufurahika. Kuna itilaki katika elekezo la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, dakika hizi ni chache, lakini nataka nimalize maneno haya kwa kueleza angalau moja ama mbili katika faida zinazopatikana kwa kumuadhimisha na kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Watukufu wa Islam, Thuwaiba al-Aslamia alikuwa ni mmoja katika watu vijakazi wa Abu Lahab. Thuwaiba al-Aslamia pia alibahatika kuwa ni katika watu waliobahatika kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku ya kuzaliwa kwake. Thuwaibatul Aslamia alifanya kazi radhiallahu ta'ala anha kwenda kutoa taarifa kumpa mzee Abu Lahabi kwamba
mke wa marehemu ndugu yako Abdullah ibn Abdul Muttalib amejifungua mtoto, na mtoto huyo ni mtoto wa kiume. Abu Lahabi alayhi la'natullah alipopewa taarifa na Thuwaiba kwamba mke wa marehemu ndugu yake Abdullah ibn Abdul Muttalib amejifungua mtoto na mtoto huyo ni mtoto wa kiume, alifurahika sana, na alimuona Thuwaiba naye amefurahika sana, na yeye Abu Lahab akamjazi, akamlipa Thuwaiba, akamwacha huru badala ya kuwa ni mtwana, ni mtumwa, ni kijakazi. Sasa awe ni muungwana kwa kushangilia mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islamu, watukufu wa Islamu, Abu Lahabi huyu ambaye ana laana ya Mwenyezi Mungu kwa kumsumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameripotiwa kwamba anapata takhafifu ya adhabu ndani ya moto wa Jahannam, ndani ya moto wa Jahannam, kila inapofika siku ya Jumatatu, yakiwa hayo ni malipo ya kushangilia kwake kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya yasimuliwa na ulama wakubwa, miongoni mwao ni al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Nasiruddin Dimashqi. Yeye ndo anayesimulia, asema idha kana hadha kafira jadhamuhu bitabati yadahu wa fil jahimi mukhallada ata annahu yawm al-ithnain daima yukhaffafu anhu lisururi li ahmada fama dhannu bil abdi al-mu'min bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Kama Abu Lahabi mwenye laana ya Mwenyezi Mungu amethibitishwa kwamba anapata takhfifu ya adhabu siku ya Jumatatu kwa kushangilia mazazi ya Mtume Muhammad, je, mimi na wewe ambao ni waumini wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam twamkubali na twampenda, tukimshangilia, tukimuadhimisha, tukimtangaza, kuna tutakachopoteza? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفة الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد السند. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وآمركم بما أمرنا الله به من الصلاة والسلام على سيد الأنام، حيث قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن جميع صحاب رسول الله الكرام، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعمن استحيته ملائكة الرحمن ذي النورين والهجرتين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن ليث بني غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وارض اللهم عن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. Ewe Allah Mola wa haki mwingi wa rehema mwenye kurehemu, tunakuomba amani katika taifa letu la Tanzania. Ewe Allah, kwa baraka na jaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liweke salama taifa la Tanzania kutokana na kila shari na kila maradhi na kila husda. Ewe Allah Mola wa haki mwingi wa rehema mwenye kurehemu, tunakuomba umwangalie kwa jicho la huruma Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mzidishie hekima na maarifa na umuongoze katika kila lenye maslaha
kwa wananchi wa taifa la Tanzania. Ewe Allah mola wa haki, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, tunamweka mikononi mwako mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali wa Mbwana. Ewe Mwenyezi Mungu, mlinde na maadui, mzidishie hikma na busara, muongoze na muelekeze katika kila lenye maslaha na Waislamu wa nchi hii ya Tanzania, yeye pamoja na wote wanaomsaidia ngazi ya taifa mpaka msikitini. Ewe Allah mola wa haki, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kwa jaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakuomba uwakidhie Waislamu wote haja zao na uondoshee magumu yao. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis salat.